Mungu atawabariki watu wake, kwa maana ana mipango mikuu kwa ajili yako. Asali kutoka mwambani ni neema ya Mungu ya kukuvusha. Umependwa na Mungu, upendeleo wa kweli wa kiungu. Asali kutoka mwambani, utoaji wa kimiujiza kwa ajili yako. Asali tamu kutoka mwambani, baraka za Mungu kwako. Asali tamu kutoka mwambani, baraka za Mungu kwako. Imani ni kuamini kile ambacho Mungu amefanya katika Kristo. Kutokuamini juhudi zako, kutokuamini msimamo wako, kutokuamini utendaji wako wa maombi. Kumwamini Kristo na Kristo pekee. Warumi 5:1. Sasa angalia wakati wa kitenzi. Paulo asemi kwamba tunahesabiwa haki katika wakati uliopita, uliopo, uliokamilika, uliowekwa katika mahakama za mbinguni. La, utahesabiwa haki ikiwa utakula vizuri na kuomba vizuri na kuvaa vizuri na kuishi vizuri na kufanya jambo sahihi. Anasema baada ya kuwa deni lako la kimaadili, kila dhambi, kila kushindwa, kila upungufu ulitozwa kwa Kristo, na haki yake ilihesabiwa kwa hesabu yenu. Alisema mwenye haki aliyeachiliwa huru, aliyekubaliwa na kupendwa. Imani huelekezwa kwa mtu. Mwamini yeye ambaye Yesu mwana wa Mungu. Kwa hivyo hili ni muhimu sana, na ni muhimu sana kwa sababu watu wengi kanisani leo wameendelea. Asante. Tunachokiita imani katika imani. Watu wengi hawana imani kwa Mungu, wana imani katika. Hiyo ina maana gani? Wamefundishwa kuamini kwamba nguvu ya imani yao ndiyo inayoamua matokeo yao. Umewahi kusikia mambo kama ni kwa sababu hukuamini vya kutosha, na kisha wamefundishwa kuamini kwamba nguvu ya imani yao ndiyo huamua matokeo. Lakini hiyo si Injili. Hiyo sio Injili. Hiyo ni aina ya nafsi imani iliyojengewa katika lugha ya kidini. Kwa hivyo lengo la imani ndilo kila kitu, na lengo la imani yako ni Yesu. Imani hupumzika, haijitahidi. Yohana sura ya 19 mistari ya 30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea siki, akasema, imekwisha. Akainama kichwa chake, akakata roho. Imekwisha. Maneno haya matatu katika msingi wa imani ya kibiblia. Yesu hakusema imekaribia kumalizika. Hakusema njoo unisaidie kukamilisha hili. Alisema imekwisha, tetelestai kwa Kigiriki, ambayo ina maana imelipwa kikamilifu, imelipwa, kikamilika na kutimizwa. Waebrania 4 mstari wa 3 inasema, maana sisi tuliomwamini tunaingia katika pumziko. Kwa maana sisi tuliomwamini, sio sisi tuliotenda kazi, sio sisi tuliotenda matendo, sio sisi tuliotafuta kwa kufunga, sio sisi tuliotimiza 1, 2, 3, bali inasema kwa maana sisi tuliomwamini tunaingia katika pumziko. Hivyo basi imani sio kujitahidi kumfanya Mungu atende. Warumi sura ya 4, lakini kwa yule asiyetenda kazi. Warumi 4:5, lakini kwa yule asiyetenda kazi. Kwa maneno rahisi, lakini kwake yeye asiyefanya kazi, lakini anamwamini yeye anayewahesabia haki waovu, imani yake inahesabiwa kuwa haki. Kwa hivyo yule asiyefanya kazi lakini anaamini, imani yake inahesabiwa kuwa haki. Umeelewa hiyo? Kwake yeye atendaye kazi hafanyi kazi, bali anaamini. Paulo anasema katika Warumi 11:6, ikiwa wokovu huu ni kwa njia ya neema, basi hauwezi kuwa kwa njia ya matendo tena. Kama ni kwa neema, si kwa matendo tena, na kama ni kwa matendo, si kwa neema tena. Kama ni kwa matendo, si kwa neema tena, na kama ni kwa neema, si tena kwa. Imani haiji kwa kufanya maombi ya muda mrefu.
zilizokusudiwa kutengeneza imani. Imani huja kwa kusikia, hasa kwa kusikia neno linalomhusu Kristo. Moja ya makosa makubwa kanisani ni hili: tunaanza kwa imani, halafu tunahamia kwenye matendo. Ni rahisi sana kufanya hivyo. Tunapokea wokovu kwa neema kwa njia ya imani, halafu tunatumia miaka 40 inayofuata tukijaribu kudumisha kukubalika na Mungu kupitia nidhamu, kufunga sana, kutoa na shughuli za kidini. Paulo alikabiliana na kosa hili katika Wagalatia 3 mstari wa 3 na akauliza, "Je, ninyi ni wapumbavu kiasi gani? Mmekwisha kuanza katika roho, sasa mnatimizwa kwa mwili?" Alishangazwa kwamba waumini walioanza katika neema walikuwa wamebadili na kuanza kujituma kama msingi wa uhusiano wao na Mungu. Ukweli ni huu: imani ile ile iliyokuleta katika ufalme ndiyo imani unayotembea ndani yake kila siku. Imani ile ile iliyokuleta katika ufalme ndiyo imani ile ile itakayokuvusha. Amini upendo wake. Amini kazi yake iliyokamilika. Amini maombezi yake. Amini kwamba yeye aliyeanza kazi njema ndani yako ataikamilisha. Kwa hivyo, huokolewa kwa imani na kutakaswa kwa matendo. Unaishi kwa imani kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na nambari 7, imani na hisia si sawa. Imani na hisia si sawa. Imani na hisia si sawa. Hapa ndipo waumini wengi wanapojikuta katika matatizo makubwa. Wanaamka asubuhi moja na kuhisi kuwa mbali na Mungu. Wanahisi hawajasamehewa. Wanahisi wamekauka kiroho. Na kwa sababu hisia hiyo ni halisi sana, wanahitimisha kwamba hali yao ya kiroho inalingana na hali yao ya kihisia. Lakini imani hufanya kazi kwa kiwango tofauti na hisia. Hisia ni halisi. Sikuombe ukatae unachohisi. Lakini hisia sio mamlaka ya mwisho juu ya ukweli. Neno la Mungu ndilo mamlaka ya mwisho. Kwa hivyo, hivi ndivyo inavyofanya kazi. Unajisikia kutosamehewa, lakini imani inasema Kristo alitoa dhabihu moja kwa ajili ya dhambi milele na akaketi. Waebrania 10:12. Hisia ni halisi, lakini ndivyo ilivyo kazi iliyokamilika. Utasimama juu ya ipi? Unajisikia mbali na Mungu. Imani inasema, amesema, sitakuacha kamwe wala sitakuacha. 5.21. Hisia hiyo ni halisi, lakini utambulisho wako katika Kristo ni halisi zaidi. Na hivyo ndivyo imani inavyofanya kazi. Hisia zako si kiashiria bora cha hali yako maishani. Hisia hufuata ukweli. Unapolisha ukweli mara kwa mara, lakini lazima uchague kusimama kwenye ukweli hata wakati hisia hazikubaliani. Neno linasema, imeandikwa. Hii ni hali yangu, si jinsi ninavyohisi hii, kwa sababu mimi ni nambari 8. Upendo dhidi ya neema. Vita vya nafsi ya imani. Hapa ndipo vita inapoanza. Kwa hivyo, vita si wewe unayepigana na mapepo. Sheria inasema, jithibitishe kwa Mungu. Imani inasema, Kristo tayari amethibitisha kila kitu kwa niaba yako. Sheria inasema, pata ufikiaji wako. Imani inasema ufikiaji ulitolewa kama zawadi kwa njia ya Kristo, ambaye kwa njia yake tunapata njia ya kuifikia neema hii ambayo tunasimama ndani yake. Warumi 5:2. Kwa hivyo sheria inasema fanyeni kazi kwa ajili ya haki. Imani inasema pokea haki ambayo tayari imetolewa. Na hapa ndipo kuna suala la kina. Sheria na imani haziwezi kufanya kazi pamoja ndani ya moyo mmoja. Mara tu unapojikuta chini ya sheria, chini ya mfumo wa kujitahidi na kujithibitisha, imani inakuwa haiwezekani, kwa sababu imani ni kuamini kile ambacho mwingine amekufanyia. Sio tena wewe, mtu mwingine amefanya kwa niaba yako. Yako ni kuja na kupokea tu, kwa sababu imani ni kuamini kwa mwingine. Lakini sheria inakuongoza kila mara kwenye kile unachopaswa kufanya. Ndio maana mahubiri ya neema sio laini wala hatari. Mahubiri ya neema niyo mazingira pekee ambapo imani ya kweli inaweza kukua au kustawi. Watu wanapohukumiwa kila mara, kuaibishwa, kusukuma kufanya mambo ili waonekane bora, imani hufa na dini inachukua nafasi.
Na dini inaonekana kama imani kwa nje. Kuna shughuli nyingi, ibada nyingi, lakini ndani inachochewa na hofu na kujitahidi binafsi. Imani inachochewa na upendo. Hivyo imani inastawi pale neema inapohubiriwa bila kuomba msamaha. Kila hali unayokabiliana nayo katika uhusiano wako, afya yako, fedha zako, hisia zako, imani yako, inamleta Kristo katika hali hiyo, si kama formula, bali kama mtu mwenzako, mtu anayekusaidia kujibu hukumu kwa neno. Hatia inapokushtaki, usijaribu tu kujisikia vizuri zaidi. Tangaza kile Mungu amesema. Kwa hivyo sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio katika Kristo. Imani ni pumziko. Ni pumziko zuri zaidi ambalo mwanadamu anaweza kupata. Pumziko la roho iliyoacha kukimbia. Na amerudi nyumbani kwa Kristo. Unahesabiwa haki kwa imani. Hiyo ina maana kwamba Mungu amesema, we ni mwenye haki, si kwa sababu ya yale uliyoyafanya, bali kwa sababu ya yale Kristo aliyoyafanya. Kuamini tena, kupumzika tena, kupokea tena. Na kitu kizuri, kitukufu na cha milele cha haya yote ni imani. Na ni nani aliye lengo la imani yetu? Yesu Kristo. Ujisifu kwa nidhamu yako, bali unajisifu kwa msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na hatujishikilii pamoja kwa nguvu zetu zote. Tunaunganishwa pamoja na yeye anayeshikilia vitu vyote pamoja. Hiyo ndiyo imani, na ndiyo maana sasa na siku zote Kristo ndiye ujumbe wetu. Huduma ya asali kutoka mwambani. Sisi ni kanisa linalomweka Kristo katikati. Tunakukaribisha